Naam, safi kabisa mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutakuwa na mjadala komavu hapa studioni kuhusiana na mustakabali wa elimu nchini, na ambapo tayari wageni wameshafika hapa studioni. Kwa niaba ya Andy Nkilemi nitakuwa nashikilia mjadala huu siku ya leo kuhusiana na masuala ya elimu, na ambaye ameketi karibu nami hapa ni Moses Mbora ambaye ni katibu wa KUPPET katika tawi la Nairobi, na upande wa pili ninaye Tom Nyambeka ambaye ni mtaalam wa elimu na pia ni mwandishi. Na hivyo basi mtazamaji, nitakuwa nahusisha moja kwa moja kuhusiana na masuala ambayo yanaibuka katika sekta ya elimu. Na ikumbuke kwamba orodha ya walimu ambao walikuwa wamepandishwa vyeo imetolewa hivi majuzi jana kama sijakosea, na tume ya huduma za walimu nchini TSC, na ambapo walimu zaidi ya 25,000 walipandishwa vyeo. Na nitakuwa nahusisha tu moja kwa moja wageni hawa ambao wako hapa studioni kuhusiana na masuala ambayo yameibuka kuhusiana na kupandishwa kwa vyeo kwa walimu na masuala mengine mengi ikiwemo e-citizen ambayo inazidi kuleta utata, na pia kuna suala la hisabati. Lakini ningependa kwanza kusikiliza kauli, wacha nianze upande wa pili kule kusikiliza kauli yao kuhusiana na orodha hiyo ambayo ilikuwa imetolewa. Tom Nyambeka, kupandishwa vyeo kwa walimu wa TSC ulizingatia nini hasa? Ninashukuru sana na ninashukuru kwa washikadau katika mchakato mzima wa elimu kwa kuendelea kufuatilia masuala ambayo kwa hakika yanagubika taaluma ambayo ni muhimili mkubwa sana katika taifa la Kenya. Mwanzo niseme kuwa mara nyingi huwa nagubikwa na huzuni wakati ambapo muhimili ama niseme kizingiti kikubwa ambacho kinastahili kushikiliwa na taifa kinapoyumbishwa. Nasema hivyo kwa sababu orodha hii wengi wetu tumeishuhudia ama tumeishtukia tu kwenye mitandao ikisambazwa ikiwa na majina ya wale walimu na nambari zao za usajili kutokana na taasisi ya kutoa huduma kwa walimu. Kwa hivyo niseme kwamba ni jambo ambalo ni la kusikitisha, kwa sababu ikiwa walimu wanapandishwa vyeo na kwa kweli waliweza kutuma maombi ya kuweza kupandishwa, ili ni swala ambalo linastahili kutolewa wazi, washikadau wote wa elimu wakishirikiana washirikishwe, tuwe na vyama vya walimu vimeshirikishwa, wasimamizi wa wazazi katika taifa la Kenya washirikishwe, na jambo hili liweze kuwekwa wazi ili kuweza kuondoa lalama ambazo tutakuwa tunazungumzia tukisonga mbele. Kwa hivyo mwanzo niseme kwamba washikadau hawakuhusishwa katika mchakato mzima. Nadhani hivyo kwa sababu tumeshtukia tu orodha kwenye mitandao ikisambazwa, na labda utaratibu ndio hujawekwa paruwanja ili watu waweze kujua ni utaratibu upi ambao ulizingatiwa hadi ikafikiwa kiwango hicho, kwa sababu tayari tushasikia lalama ambapo wengine ambao waliweza kutuma maombi hawajaorodheshwa, wala vigezo na vizio ambao vilikuwa vikizingatiwa na ile tume kuweza kuorodhesha wale walimu haijawekwa wazi. Kwa hivyo suala la uwazi na uwajibikaji bado linagubika ile tume ya kutoa huduma kwa walimu, kwa sababu tukiwa na lalama kama hizi basi lazima kuna tatizo. Naam. Na acha nisikilize kutoka hapa kwa KUPPET. Ni malalamishi gani ambayo walimu walikuwa wamewasilisha kwenu kuhusiana na mchakato mzima huu? Kwanza nashukuru sana kwa kunialika. Karibu sana katika kikao hiki ili tuzungumzie mambo ambayo yanahusu walimu, na hasa yale ambayo yanahusu matatizo ambayo wanazo. Kurudi kwa swali lako kwamba matatizo gani ambayo wanayo ni kuwa walimu wanalalamika kwa sababu wengi wameenda kwa interviews hizi za Teacher Service Commission mara 3, mara 4, mara 5 na hawajawahi kupandishwa vyeo. Kwa hivyo swali katika hizi interviews nyingi ambazo wameenda ni kuwa wameanguka interview ama ni vipi? Na kama wameanguka, je, TSC inaweza kakuja iwaeleze kwamba haukufanya vizuri hapa? Kwa sababu kulingana na wao yale maswali ambayo walikuwa wameulizwa walijibu yote, na walitoka huko wakiwa na matarajio katika mioyo yao kwamba wanaenda kupandishwa vyeo. La pili ni kuwa katika orodha ambayo imetolewa
unakuta kuwa kuna watu ambao wako na TSC namba ambazo ni za juu. Tuseme kama mtu ambayo TSC namba yake inaanza na 5 kuendelea mbele ama 4, ilhali wale ambao wako na TSC namba kuanzia 3 hawajapandishwa vyeo. Wale wako na TSC namba kuanzia 2 hawajapandishwa vyeo. Na hawa watu walienda kwa interview. Sasa wanauliza, mimi nimekaa miaka nyingi, yule ambaye yuko na TSC namba kuanzia 2 kuendelea, huyo ni mtu ambaye aliajiriwa hata kabla mimi sijaingia katika chuo mwaka wa 90. Mwaka wa 90 huyo mtu alikuwa ameshaajiriwa. Mtu ambaye yuko na TSC namba 3 series ya kuendelea, huyo ni mtu ambaye ameajiriwa kuanzia mwaka wa 91 kuja 94. Sasa ukipata mtu ambaye anapandishwa cheo yuko na namba series ya namba ambayo ni 5, huyo ni mtu ameajiriwa mwaka wa 2009, 2010, 2011. Iweje mtu ambaye alikuwa ameajiriwa mwaka wa 1993 awachwe wakati wa interview? Wameenda kwa interview moja, mtu ambaye ameajiriwa mwaka wa 2010 achukuliwe kwamba amekuwa promoted. Kwa hivyo hapo wako na shida. La tatu Naam. ni kuwa hizi nafasi zinapeanwa katika counties zote ni kama vile ugavi ni kama iko sawa. Sasa tunauliza, Nairobi tuko na walimu wa sekondari karibu 4,000, wa primary karibu 4,600 kwenda 5,000. Lakini saa zile hizi nafasi zinapeanwa sawa. Je, ukipeana kama counties ambazo kama Garissa ambayo iko na walimu wa sekondari chini ya 1,000, sasa tuchukue tu secondary peke yake,